Maelfu ya sauti za hasira na madai ya uwajibikaji zilisikika katikati ya jiji la Tel Aviv jana Jumamosi, Mei 2 mwaka 2026, ambapo takribani zaidi ya watu 1000 walikusanyika katika uwanja wa Habima kupinga sera za serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Maandamano hayo yaliibua upya mjadala mkali kuhusu usawa wa huduma za kijeshi nchini Israel, pamoja na wajibu wa serikali kueleza kilichosababisha kushindwa kwa kiusalama kabla ya shambulio la Hamas tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, tukio lililoacha majeraha makubwa ya kitaifa na kisiasa. Waandamanaji walilenga hasa mpango wa serikali wa kurahisisha msamaha wa huduma za kijeshi kwa jamii ya Kiyahudi, wakidai hatua hiyo inazidi kupanua pengo la kijamii kati ya wale wanaotumikia jeshi na wale wanaoepuka jukumu hilo. Kwa wengi waliokusanyika, suala hilo si tu la sera bali ni haki na usawa wa kitaifa. Walisema kuwa kuendelea na mfumo huo kunadhoofisha mshikamano wa jamii na kuibua hisia za kutengwa miongoni mwa vijana wanaolazimika kujiunga na jeshi. Maandamano hayo yaliandaliwa na shirika la kiraia linalojulikana kwa kupigania utawala bora na uwajibikaji. Shirika hilo tayari limechukua hatua ya kisheria kwa kuwasilisha ombi katika Mahakama Kuu ya Israel likitaka wanafunzi wa shule za kidini wajumuishwe katika huduma za kijeshi na pia kuanzishwa kwa tume huru ya kitaifa ya uchunguzi. Kwa mujibu wa waandamanaji, hatua hiyo ni muhimu si tu kurejesha imani ya umma bali pia kuhakikisha makosa yaliyopita hayajirudii. Katika mkutano huo, sauti ya majonzi na hasira ilijitokeza wazi kupitia hotuba ya aliyekuwa waziri Yizhar Shai, akiwa bado amebeba uchungu wa kumpoteza mwanae Yaron aliyeuawa akipambana na washambuliaji katika Kibbutz ya Kerem Shalom. Siku ya shambulio hilo, Shai alitoa ukosoaji mkali kwa serikali. Aliwatuhumu viongozi wake kwa kukwepa uwajibikaji na kuwaita kundi la watu wasio na msimamo. Kwa sauti yenye msisitizo, aliahidi kuwa ukweli utajulikana, akisisitiza kuwa siku moja tume ya uchunguzi itaundwa na viongozi watalazimika kueleza chini ya kiapo kuhusu uzembe uliotangulia tukio hilo. Alibainisha wazi kuwa harakati yake inalenga haki, si kisasi. Sauti nyingine iliyovutia umakini mkubwa ilikuwa ya aliyekuwa waziri na mwanajeshi wa ngazi ya juu Orna Barbivae, akiwa mwanamke wa kwanza kufikia cheo cha jenerali katika jeshi la Israel. Barbivae alionya kuwa sera za sasa zinatayarisha msingi wa usawa katika huduma za kijeshi. Alikosoa serikali kwa kuipa kipaumbele jamii ya Hared kwa maslahi ya kisiasa, akidai kuwa hali hiyo inawaumiza raia wanaofanya kazi, kulipa kodi na kubeba mzigo wa ulinzi wa taifa. Kwa mtazamo wake, hatua hiyo si tu inavuruga mfumo wa kijeshi bali pia inachochea mgawanyiko mkubwa wa kijamii. Katika ukosoaji wake pia, Barbivae alimlenga pia Netanyahu kwa kile alichodai kuwa ni kukubali shinikizo kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala ya usalama wa kikanda, hususan makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Israel. Alidai kuwa wakati wa maamuzi hayo yakifanyika, wakazi wa kaskazini mwa Israel bado walikuwa wanakabiliwa na vitisho vya mara kwa mara kutoka Hezbollah, hali inaongeza hofu ya sintofahamu kuhusu vipaumbele vya serikali. Alieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya usalama katika ukingo wa Maghreb, akidai kuwa serikali imeshindwa kudhibiti kikamilifu mienendo ya baadhi ya makundi yenye itikadi kali. Kauli zake zilirejea ripoti zinazoonyesha kuwa baadhi ya matukio ya vurugu dhidi ya Wapalestina yamehusisha wanajeshi wa akiba au kufanyika kwa ushirikiano na wanajeshi walikuwa kazini, mada inayozidi kuzua mjadala mkali zaidi ndani na nje ya Israel. Kwa ujumla, maandamano haya ya Habima yamekuwa ishara ya kuongezeka kwa shinikizo la umma dhidi ya serikali ya Benjamin Netanyahu, huku wananchi wakitaka majibu ya wazi kuhusu kushindwa kwa kiusalama kulikosababisha tukio la Oktoba 7 pamoja na mwelekeo wa sera za kijeshi na kijamii nchini humo. Kadri wito wa uwajibikaji unavyozidi kuongezeka, ndivyo pia mgawanyiko wa kisiasa unavyoonekana kuwa mkubwa zaidi, ukiweka Israel kwenye kipindi kigumu cha maamuzi yanayoweza kuathiri mustakabali wa taifa hilo kwa muda mrefu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.